Bwana wabariki. Tuende kwenye neno. Let's go to the word of Leo God. asubuhi This morning, nataka niongelee kuhusu somo nililoongelea lakini part 2, usitoke kwa Mungu, kaa kwa Mungu. I want to talk about do not remain in the presence of God. Na leo nitaongelea mambo matatu. Today we'll speak about three things. Nitaongelea kuhusu roho ya mwanadamu. We'll speak about the spirit of a man. Lakini zaidi leo But more, tutaongea kuhusu Lucifer. we're going to talk about Lucifer. Tumfafanue Lucifer. So we're going to explain who Lucifer is. Ni nani Lucifer? Who is Lucifer? Lakini somo linasema So the topic says, usitoke kwa Mungu, remain in God. Do not leave God. kaa kwa Mungu. Stay with God. Acha roho ya Mungu ikutawale. Let the spirit of God dominate you. Hallelujah. Hallelujah. Kwa kuanza kabisa, To start with, shetani, the devil. acha niseme Lucifer. Let me say Lucifer. Kuna tofauti kati ya Lucifer na shetani. There's a difference between Lucifer and the devil. Na majina haya yanachanganya watu. And these names normally confuse people. Hallelujah. Hallelujah. Kwenye Biblia In the Bible, hakuna jina Lucifer. there is no name Lucifer. Kwenye Biblia hakuna mahali utaona jina Lucifer. In the Bible, there is nowhere where it mentions Lucifer. Lakini kabla sijakwenda huko, But before I go there, shetani the devil, ama Lucifer or Lucifer himself, aliumbwa. he was created. Aliumbwa na Mungu. He was created by God. Kwa hiyo ni kiumbe. So he is just a creation. Hallelujah. Hallelujah. Aliumbwa. He was created. Ndio maana hawezi kuwa kama Mungu. So he cannot be like God. Na ndio maana hawezi kuwa kama Yesu. And he cannot be like Jesus. Kwa sababu yeye Because aliumbwa na Yesu. he was created by Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na leo nitamfafanua shetani. And today I'll explain who Satan is. Kwa sababu shetani Because Satan, ndiyo enemy wa Mungu. he is the enemy of God. Na mtu yeyote ambaye ni enemy wa Mungu, And anyone who's God's enemy, ama kiumbe chochote ambacho ni enemy wa Mungu, lazima atakuwa enemy wa mwanadamu. any creation that becomes an enemy of God will become an enemy of man. Ndiye kiumbe pekee It is the only creation hakusamehewa. that was never forgiven. Alifanya dhambi mara moja, He committed sin na once, kufumba na kufumbua, and by closing eyes and opening, akatupwa. he was thrown. Niliwafundisha nikawaambia, I told you and said, katika maisha tunayoishi in the life that you are living, kuna roho tatu. there are three spirits. Ndio maana nataka nifundishe kuhusu roho. That's what I want to teach about spirit. Roho ya kwanza The first ni spirit roho ya Mungu. is the spirit of God. Mungu ni roho. God is a spirit. Na kila kitu anachofanya, And everything that you do, Mungu anakifanya katika roho. God does it through the spirit. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka wa pili. The book of Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. In the beginning God created the heavens and the earth. Na roho With the spirit. ya Mungu And the spirit of God ikatulia juu ya maji. hovered above the waters. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo unaweza ukaona roho ya mwanadamu Now you can see the spirit of man ilikuja baadaye. came later. Kwa hiyo roho ya kwanza Because the first spirit ni roho ya Mungu. is the spirit of God. Ndiye huyo pia Roho Mtakatifu. That's also the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ambaye And that alishuka kwenye mto wa Yordani came down on River Jordan wakati Yesu anabatizwa na Yohana. while Jesus was being baptized by John Kwa the hiyo roho Baptist. ya Mungu So the spirit of God ndiyo roho ya kwanza. is the first spirit. Na Biblia inasema And the Bible says wamwabuduo Bwana those who worship God watamwabudu katika roho na kweli. will worship him in spirit and in truth. Kwa hiyo Mungu ni roho. So God is Na a spirit. sisi watoto wake And as his children, tunakumbushwa kumwabudu, and we are reminded to worship him, kumsifu to praise him katika roho in na spirit kweli.
and in truth. Hapo napita. Roho ya pili So the second ni spirit roho ya mwanadamu. is the spirit of man. Bwana asifiwe sana. Praise God. Roho ya pili ni roho ya mwanadamu. So the second spirit is a spirit of man. Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. So God said, let's create man in our Kwa image. mfano wa Mungu akamwumba mwanaume na mwanamke. In the image of God, he created man and woman. Kawapulizia pumzi ya uhai. And he breathed the breath of life in them. Sasa tunaposema kupuliza, And when we say breathe, hatumaanishi Mungu alimuumba mtu sanamu akamweka pale. we're not saying God created man as a statue and just put him there Alafu akasema and just blew his breath. No, that's not it. Unaposoma Biblia lazima uelewe tafsiri. When you are reading the Bible, you have to understand the meaning. Pumzi ya Mungu, The breath of ni God, Mungu alichukua roho akaweka ndani ya mwanadamu. it's God taking his spirit and put it in man. Na Ayubu anasema And Job says, Job 32:8. Job 32:8, Imo roho ndani ya mwanadamu. there is a spirit in a man, Na pumzi ya Mungu and the breath of God, ndiyo impayo ufahamu. that's what gives him understanding. Kwa hiyo Biblia inaposema Mungu alimpulizia mwanadamu. We're saying God breathed in a man. Benja, thank you so much. You are so sharp, so fast. Thank you so much. Kwa hiyo Mungu hakupuliza pumzi hii tunayo sisi. So God did not breathe this breath that we're talking about here. Kupuliza, When you are breathing, ilikuwa inamaanisha Mungu alichukua roho akaweka ndani ya mwanadamu. Mwanadamu akawa nafsi hai. when we're saying breathing, God took his spirit and put it in a man, so he became a Na man. roho ya tatu And the third spirit ni roho ya shetani. is the spirit of the devil. Roho chafu. This is the evil spirit. Haleluya. Hallelujah. Hizo ndio roho tatu ambazo zinafanya kazi. These are the three spirits that are working. Na roho ya tatu ni roho ya shetani, And the third spirit is the spirit of the devil. ambayo ni roho chafu. That's unclean spirit. Roho chafu. That's unclean Roho spirit. chafu. Unclean Roho ya shetani. spirit. Sasa nataka nimfafanue shetani. Now I want to explain who the devil is or Satan Tumalizie hapo. is. Shetani ni nani? Who is Satan? Afu nitarudi kwenye roho. Then I'll go back to the spirit. Shetani ni nani? Who is Satan? Kitabu cha Matendo ya Mitume The book of Acts, kinasema it says kanisa the church likadumu katika fundisho. remained in teachings. Kanisa The church, ni fundisho. Narudia tena. the church, I'm repeating. Kwa nini shetani akija kwenye ndoa zetu anaharibu ndoa? Ni kwa sababu gani? Fundisho hatuna. Yaani wa Kristo tunakuja kanisani, tunatoka tunaenda. Tunakuja tunaenda. Muulize tu hapa, tangu Januari mpaka au ni mwezi wa 9. Niambie hiyo miezi yote ulipohubiriwa umeshika nini? Hata mambo matatu uliohubiriwa yamekusaidia? Hakuna. Kanisa ni fundisho. So the church lacks teachings. That's why when Neno. the church lacks the teaching of the word of God. Neno. The word. Haleluya. Hallelujah. Kama hauwezi kuwa mtu wa neno, If you cannot be a person of the word, unayetaka kufundishwa neno, a person who wants to be taught the sio word, nabii, not prophecy, huwezi kuishi maisha ya utauwa. you cannot live a life of victory. Neno la Mungu The word of God ndio kitu cha kwanza kinamfanya Mkristo wa kanisa la Jesus Ministry awe Mkristo mkomavu. The first thing that makes you to be a strong Christian is the word of God. Shetani ni nani? Who is Satan? Tunarudi sasa. Now we are going back. Tunaanza na Lucifer. We go with Lucifer first. Ndio nitamfafanua leo. That's who I'm going to explain. Ndio nataka nikuambie, That's what I want to tell you. unapoteza mwingi sana kugombana na watu. You waste a lot of time fighting with people. Unapoteza muda mwingi kupambana na ndugu zako. You waste a lot of time fighting with your relatives. Sikiliza hili. Listen to this. Lucifer ni nani? Who is Lucifer? Jina Lucifer The name Lucifer, linamaanisha nyota ya alfajiri. it means the morning star. Shetani alipoumbwa na Mungu, When the devil was created by God, jina halisi la shetani the real name of Satan, anaitwa nyota ya alfajiri. he was called the morning star. Bwana asifiwe. Praise God.
jina lake anaitwa nyota ya alfajiri. His name was the morning star. Sasa sikiliza. Now listen. Yesu Jesus, ni nyota ya asubuhi. Jesus is the morning star. Shetani Now ni Satan, nyota ya alfajiri. he is the jewel earlier morning star. Usichanganye haya mambo hapa. Do not mix these two. Sawa? Yesu, Jesus, yeye ni nyota ya asubuhi. Kuna tofauti kati ya asubuhi na alfajiri. there's a difference between morning and Kiingereza sasa, English. let me Google. Morning and early morning, Google it. And early morning. Kwa sababu kuna mtu anambia pastor, sasa mbona Yesu na yeye ni nyota ya alfajiri? Sasa Yesu alikuwa shetani? No. Soma, tutasoma hapa. Yesu ni nyota ya asubuhi. Kwa sababu gani? Alfajiri, sawa, inaanza kuanzia saa 9 hapo, saa 10 mpaka saa 12 hapo. So early morning starts from 3 a.m. until around 6 a.m. Asubuhi inaanza saa 1. So morning starts 7 a.m. mpaka saa 5 until 11. Kwa shetani So the ni devil, nyota ya alfajiri. he is the early morning star. Hili ndio jina lake. That is his name. Hallelujah. Hallelujah. Sasa jina Lucifer So the name Lucifer, lilitoka wapi? where did it come from? Kwenye Biblia hakuna jina Lucifer. In English, in the Bible, there's no Lucifer. Lucifer So Lucifer, lilikuja baada he came after Biblia the Bible, kutafsiriwa kwa lugha ya Kirumi. when the Bible was translated in the Romans. Kwa hiyo Warumi So the Romans, wanamuita Lucifer, they call him Lucifer. ambayo kwa Kiswahili So in Swahili, ni nyota ya asubuhi. it's the early morning star. Sasa ile translation ya Lucifer ya Warumi ilipata nguvu ikabaki pale pale. Kwa hiyo Lucifer na nyota ya asubuhi ni neno moja. Sisi Waswahili tunamuita nyota ya asubuhi. Warumi wanamuita nani? Lucifer. Ni kama vile David na Daudi. David ni Kiingereza, Daudi ni Kiswahili, lakini ni jina hili moja. Pigia Bwana makofi. Let's clap for the Lord. So Lucifer that's when the Romans called him, and that's what stuck. And in Swahili we call him the early morning star, which means the same things, the same as David in English and Daudi in Swahili. Hallelujah. Hallelujah. Sasa Lucifer huyu, So Lucifer, ndio maana kuambia wewe usicheze na shetani. that's why I tell you, do not play with the devil. Lucifer, So Lucifer, ilikuwa ni nyota ya alfajiri. this was an early morning star. Ndio malaika alikuwa juu ya malaika wote. He was the angel who was above all other angels. Hallelujah. Hallelujah. Mungu alimuinua, God lifted him. Mungu akampenda. God loved him. Lucifer So Lucifer, akawa ndiye malaika mkuu kuliko malaika wote. so he became more than all other angels. Hallelujah. Hallelujah. Sifa zake So his characteristics ama tabia, or his characters, alikuwa ni malaika wa aina wa kerubi. he was an angel of the cherub, one of the cherubims. Katika malaika kuna malaika wa aina mbili, kuna malaika wa kerubi na kuna malaika, si mnajua, maserafi. So we have cherubims and we also have seraphims. Nilifundishaga siku moja, Yes. makerubi wako juu. So we know that the cherubims are above the seraphims. Na ndio maana Adamu na mke wake walipofanya dhambi katika shamba la Edeni, So when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, Mungu alimshusha malaika wa kerubi akiwa na upanga akalinda ile shamba. so God brought down the angel, one of the cherubims, to protect the garden. Malaika huyu So this is an angel. Lucifer, So Lucifer, ambaye aliumbwa kwa moto. who was created by fire, Kerubi huyu, he's a sifa ya cherubim. kwanza hiyo. That's one of his Sifa ya pili ni characteristics. nyota ya asubuhi. He is the early morning star. Ni nyota ya asubuhi. He's the early morning Sifa ya star. tatu, His third mwenye characteristic, hekima. he is full of wisdom. Alikuwa na wisdom. He was full of wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Sifa ya tatu. Sifa ya nne, His fourth characteristic, alikuwa mtakatifu. he was holy.
Sifa ya tano, His fifth characteristic, alikuwa amejaa vyombo vya muziki mwili mzima. he was full of music instruments all over his body. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hapa kulikuwa drums, He has drums on him. hapa kulikuwa guitar, He had a guitar on him. kulikuwa everything. He had all the Kwa hiyo instruments on him. akifanya hivi, So when he's shaking himself, vitu vinanda vinajipiga, yani vimepangwa yani. Hallelujah. so the music was playing from his body. Sisi hapa tunamhitaji Ronald, We need Ronald here. tunamhitaji Jojo. We need Jojo Yeye here. alikuwa hitaji hivyo. He did not need Kila it. He was kitu alikuwa full. nacho. He was complete all by Akifanya himself. hivi, drum inapiga. Whatever Guitar, he does, solo guitar, bass guitar, konga, kila kitu. so his body was full of music instruments. Bwana asifiwe sana. Praise Sifa God. ya sita, The sixth characteristic, alikuwa amepakwa mafuta. he was anointed. Shetani Lucifer huyo. That's Lucifer. Sifa ya saba, The seventh alikuwa characteristic, mzuri wa sura. he was beautiful just by sight. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hizo ndio sifa za Lucifer. Those are the Alikuwa characteristics mzuri wa of sura. Lucifer. He was beautiful. Alikuwa mpakwa mafuta. He was anointed. Alikuwa mwenye hekima. He was full of wisdom. 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 Yes, wisdom. Wisdom. Na mpaka leo ana wisdom. Until today, he's full of wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa nyota ya alfajiri. He was the early morning star. Alikuwa malaika wa aina ya kerubi. He was a cherubim. Sasa Now, alipofanya dhambi, when he sinned, Mungu akamtupa duniani. God threw him on earth. Hizi sifa zote All these characteristics, ni moja tu Mungu aliondoa. it's only one that God took off. Sifa ya kuwa mpakwa mafuta, The anointed one, that's what God took out. ambayo pia inawakilisha utakatifu. That also presents holiness. Hivi vingine vyote Mungu alimpa. All these other things he left with them. Mungu aliondoa pako. God took out the anointing. Bwana asifiwe sana. Praise Sasa kabla sijamalizia, Even before I finish, naomba tusome kitabu cha Ezekiel, the first book, let's read the book of Ezekiel. 28:14-17. Tutasoma kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Unasikia, alikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Nami kuweka ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Yaani Mungu alimuinua akampandisha kimamlaka. That means God put him up above everything else. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Ulikuwa mtakatifu katika njia zako. Ni nani huyo? Lucifer. Nani huyo? Lucifer. Kwa hiyo msifikirie Lucifer ni mtu tu utakwenda ovyo ovyo tu hivi na umshinde. So don't think Hizo ni sifa za shetani. those are the characteristics of Satan. Tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Ndiyo. Kwa wingi wa uchuuzi wako, Ndiyo. watu walikujaza udhalimu ndani yako. Ndiyo. Nawe umetenda dhambi. Ndiyo. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Ndiyo. Kama kitu kilicho najisi. Ndiyo. Nami nimekuangamiza. Ndiyo. Ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Ndiyo. 17. Moyo wako liinuka kwa sababu ya uzuri wako. Sikiza. Moyo wako Your heart ukainuka kwa sababu ya uzuri. Alikuwa ni mzuri. became proud because of his beauty. Alikuwa malaika mzuri. He was a beautiful Na mpaka angel. leo ni mzuri. Until today he's beautiful. Kimaumbile. In his Nataka just nikupatie creation. sifa za shetani. I want to tell you the Ili characteristics of Satan. unapopigana na So yeye, when you are fighting with ujue him, unapigana na kitu ambacho bila Yesu hutaweza. You are wasting your time. so you should know if you're fighting with him, we want to win without Jesus. Alipojiona ni beautiful, When he saw that he was beautiful, akapanda kiburi. Let's go, Sister Pamela. he became proud. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Sikiliza, umeharibu hekima yako kwa ajili ya mwangaza wako. Nimekuambia alikuwa na hekima. I told you that he had wisdom. Mwangaza na present nyota ya alfajiri. The light presents the early morning star. Alikuwa malaika aliyokuwa ameshiba. He was an angel who was full.
Umeharibu hekima yako kwa ajili ya nini? Ya mwangaza wako. You've corrupted your wisdom because of your splendor. Let's go, Sister Pamela. Nimekutupa chini, Ndiyo. nimekulaza mbele ya wafalme, Ndiyo. wapate kukutazama. Hallelujah. Pigia neno la Bwana makofi. Let's grab the word of God. Sifa ambazo nimekutajia hapa, The characteristics that I've told you, zile ziko pale. they are also up here. Kwa hiyo Lucifer, So Lucifer, akiwa bado mkamilifu mbele ya Mungu, while he was whole in front of God, hivi ndio alivyokuwa. so this is how he was. Mungu alipomtupa duniani, When God threw him, aliondoa tu upako. what God took out of him was just the Bado ni anointing. mzuri, He's still beautiful. bado ana hekima, He still has wisdom. bado ana nguvu. He still has strength. Kwa hiyo hauwezi kupambana na shetani So you cannot fight with Satan kutegemea binadamu wako mwenyewe. with your own human strength. Bwana asifiwe. Praise God. Haya, twende kitabu cha Isaya 14:11 hadi 15. Faster. The book of Isaiah chapter 14 verse 11. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu. Na sauti ya vinanda vyako. Sikiliza, nimekuambia alikuwa na sifa ya kuwa na vitu vya muziki kwenye mwili wake. I told you that he had instruments on his body. Ndio kiumbe pekee, ndio malaika pekee. He was the only angel. Alikuwa akianza kupiga vinanda, When he started playing his yani instruments, soprano, he would go from soprano tenoro to tenor na alto, to alto. yani vinajipanga vyenyewe. These were just organizing themselves. Kwa hiyo unaposema shetani, So when you're saying the devil, kuwa makini. so be careful. Ni malaika huyu, He's an angel. aliumbwa kwa moto, He was created by aliinuliwa fire. sana, He was very high up there. na watu hawamjui shetani. And people don't know Satan. Kanyaga shetani, kanyaga shetani, kanyaga mapepo, kanyaga. Tunafanyaga hivi. We are always singing step on the devil, step. Mjui shetani kabisa. You don't know Satan. Hatumtukuzi, tunataka tumjue. We are not praising him. We want to know who he is. Anza tena huo mstari. I'm going to read again Isaiah 14:11. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu. Ndiyo. Na sauti ya vinanda vyako. Ndiyo. Funza wametandazwa chini yako. Ndiyo. Na vidudu vinakufunika. Hallelujah. Amen. Mungu akamtupa. God threw him out. Tusome andiko la mwisho afu nitafafanua. Sasa Now, soma kile kitabu cha Ufunuo 12:3 hadi 4. This is the third book. Afu nitafafanua kwa pamoja. the book of Revelation chapter 12-3. Tunamfafanua shetani leo. Today we are going to explain Mjue who Satan shetani. is. You have to Jua know who he tabia is. zake. You have to know Mjue ni his nani. habits. Soma hicho kitabu. Let's read the book of Revelation. Ndiyo. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama, joka kubwa jekundu. Ndiyo. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Ndiyo. Na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Ndiyo. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Ndiyo. Na kuziangusha katika nchi. Ndiyo. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke. Ndiyo. Aliye tayari kuzaa. Ndiyo. Ili azaapo amle mtoto wake. Ndiyo. Endelea kidogo. Naye akazaa mtoto mwanaume. Ndiyo. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Yesu, Na mtoto wake akanyakuliwa hata kuwa Mungu, na kwa kiti chake cha enzi. Hallelujah. Anza tena. Naye akazaa mtoto mwanamume. No, anza mstari ule wa tatu. Akaonekana ishara nyingine mbinguni. Ishara nyingine mbinguni. Na tazama, Ndiyo. joka kubwa jekundu. Ndiyo. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Ndiyo. Na juu ya vichwa vyake Ndiyo. vilemba 7. Ndiyo. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Kwa hiyo nilikwambia Biblia, I told you biblically imetafsiriwa kimafumbo. it's translated in parables. Inaposema joka, When it says snake, ina tafsiri ya shetani. it translates the devil.
Biblia inasema Yesu alipokuwa anabatizwa katika mto Yordani, roho kama njiwa alishuka. It says we read that when Jesus was baptized on River Jordan, that the bird, Njiwa ni nini? Njiwa. An eagle. Njiwa, yes. Eagle came upon him. Njiwa ni eagle? No. Pigeon, a pigeon. Sasa nataka nikuulize, kwani Roho Mtakatifu ni njiwa? Kwa nini tunafananisha Roho Mtakatifu na njiwa? Kwani Roho Mtakatifu ni njiwa? Is the Holy Spirit a pigeon? Why do we compare the Holy Spirit to the pigeon? Kwa nini Biblia inamkompea Roho Mtakatifu na njiwa? Why does the Bible compare the Holy Spirit na wamama wa to the kanisa hili pigeon? mmeanza masemi, mmeanza conference, mjua ya mambo, kwa sababu conference hizi za kiroho lazima muwe deep kwenye mambo pia ya neno. You must know the words of God. Sitaki kuwa na mama ambao wamekalia tu hapo mwanzo mstari ule mmoja tu. We want to be women full of the word of God. Biblia imetafsiriwa kwa mafumbo doreti. The Bible is translated in many parables. Inaposema Bwana inapomlinganisha Roho Mtakatifu na njiwa, when it's comparing the Holy Spirit to the pigeon, ni kwa sababu gani? Why is this? Wanachukua tabia za njiwa. It's because they're taking the characters of a pigeon. Wanakompea na tabia za Roho Mtakatifu. And they're comparing to the characters of the Holy Spirit. And they're matching these two up. Ndio wanautasikia Roho Mtakatifu kama njiwa alishuka. That's when you hear that the Holy Spirit came down like a pigeon. Na nikakwambia kitu chochote ambacho kimetolewa mfano na Yesu ni kitu cha kutunza. I tell you that anything that's compared to Jesus is something that we need nikakwambia to cherish. Yesu ni bwana harusi na kanisa ni bibi. Kwa hiyo sasa Yesu ni bibi, sisi ni mabibi, mimi ni mwanaume. Sasa mimi ni bibi wa Yesu. So the Bible says that Christ is a groom and we are the bride of Christ. So men, are you a woman? Sasa kama Yesu anakataa ugei na sisi ni mabibi zake, sasa hapo Biblia zinatuchanganya. So if Jesus speaks against the gay and we says we are the bride of Christ, that can be confusing. Kwa sababu kanisa, because the church limefananishwa na mwanamwali bikira, anakuwa safi. Because the church is compared to a virgin that's a clean. Tabia za nyoka, so the characters of a snake, zilifananishwa na tabia za shetani, was compared to the characters of Satan. Ndio maana Biblia inamuita joka. That's why the Bible calls him a snake. Hayo ishara nyingine, so another sign, ikaonekana mbinguni, it was shown in heaven, joka, a snake mwenye vichwa, with the head na vilemba, and with headscarves. Biblia inasema hivi, the Bible says, na mkia wake, and his tail, ukachukua theruthi ya nyota. He took half of the stars. Kwa hiyo therefore, shetani alipotupwa duniani, when the devil was thrown to earth, alitupwa na theruthi ya malaika. He left with part of the angels. Kwa hiyo nyota, so the stars, Biblia biblically, ina present malaika. Pigie Bwana makofi. The stars in the Bible present the angels. Kwa hiyo haya mambo ya watu kugawana, kuchukiana, hayakuanza hapa, yalianzia huko. Unakuta mchungaji na kanisa, mwingine mumu ndani ya kanisa anaona wivu, anakata kanisa, anakwenda na watu. Hayakuanza hapa. Yalianza tangu wapi? Mbinguni. Unaweza kusikia Huseni na yeye, mjomba ananisumbua sana, msikia ameweza kanisa Tamalaki. Huseni haonekani, amepeleka Papa Lambe, amempeleka na Lidozo, ameweza kanisa. Huseni yuko wapi? Kanisa limeanza. Haikuanza. Na Selina naye ameenda na Huseni. Sasa Selina, my sister, my only sister West Africa. He went to the Huseni church. What happened, my sister Selina? Because Huseni is making me translate yourself. So pastors say that the problems that we see in churches today, where churches are getting divided, people are taking members, starting new church. This did not start today. We can see that Brother Hussein might start a church, and he may take Papa Lambe, he will take Alidozi or Sister Selina, will go with him to start a church. Nani alianza hiyo? Who started this? Nani alianza hiyo? Who started this? Ni nani? Lucifer. Nimekusomea. Soma tena na Pamela. We're going to read again. Msichukie watu. Do not hate people. Msichukie wanadamu. Huyu tunayemsoma ndiye mharibifu, brother Kiruwasha. We can see that the Satan, the one we're reading of, is the problem, not people. Hii ndio mara ya kwanza, yani tangu dunia imeumbwa, kuwa na mpasuko. This is the first time since creation
world was divided. Hii roho ya makanisa Columbus, mtu anaamka tu asubuhi ni mchungaji, mwingine anaamka ni mchungaji, manabii ni wachungaji. Makanisa mengi wengine wameitwa, wengine wakijiita, but time will tell you who is the real church. Pige Bwana makofi. We see that churches start every day, but with time we'll know the real churches and makanisa mengi, kanisa. Wewe usipige kelele, wewe nyamanza tu. Time will tell which church. Soma tena, nani alianza hii roho? Soma hapo. Tutasoma tena Ufunuo 12 mstari wa 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama, ndio joka kubwa jekundu. Shetani huyo. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Ndio. Na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Ndio. Na mkia wake wakokota theluthi za nyota za mbinguni. Ndio. Na kuziangusha katika nchi. Kwa hiyo alichukua theluthi ya malaika akaja nao. So he took a third of the angels and came down with them. Kwa hiyo roho, so the spirit ama mapepo, or the evil spirit ya matengano, or the spirit of division, ilianza na Shetani. It was brought by kwa sababu kuna malaika walimtii. Because the angels that obeyed him. Kwa nini? Why? Kwa sababu yeye ndiye alikuwa mkuu wa malaika wote. Because he was above all other angels. Na tumekusomea. And we read. Aliinuliwa juu ya vilima. And he was lifted up above everything. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hiyo pale ndo lipoanza hii miganyiko mnaona. So we can see this is where it started on in the book of Revelation. Roho ya matengano. The spirit of division ilianza mbinguni. Started in heaven. Na Mungu and God akamtupa. And through sasa him. Tunasoma andiko la mwisho. We are going to read our last book. Tutasamalaji tumaliza. Soma kitabu cha Ufunuo 12:7-9. Revelation 12:7-9. Ndio. Kulikuwa na vita mbinguni. Sasa sikiliza. Baada ya Mungu kuwa amechoshwa na tabia za Shetani. After God was fed up with what devil was doing. Na malaika huyo alikuwa nguvu. And he was a powerful angel. Mungu akashinda kuvumilia. And God could not take it anymore. Vita ikaandaliwa. So a war broke out. Kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa anakataa kushuka. Even him, he didn't want to leave heaven. Kwa sababu alisema tuna kazi zote huku. So he said we are going to settle both of us here. Na mimi namwambia Mungu, si Mungu tu lakini kazi ya Bwana ndama. Angetuonea tu huruma, angemtafutia Shetani mahali pengine pa kwenda kukaa. Sasa yeye mwenyewe Mungu huko mbinguni, Shetani alikataa kukaa naye. Akatuletea huko. Sisi tumeumbwa kwa mavumbi. Mungu angemtafutia kasehemu kengine akana malaika zake, yani sisi na tusionane. So sometimes I think that God should have just created a space for Satan just up there. Vita sasa. Now war. Amegoma kushuka. Now Satan refused to come down. Anasema tutakaa wote mbinguni. He said we are going to sit here together in heaven. Kwa sababu alipanda juu. Because he was lifted up. Akataka awe kama Mungu. He wanted to be like God. Tuendelee. Let's continue. Pigia jina la Bwana makofi. Let's clap for the word of God. Yes. Mikaeli naye malaika zawa. Okay, ngoja nirudie. Kulikuwa na vita mbinguni. Yes. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika. Kwa hiyo kulikuwa na vita. Mikaeli ndio malaika ambaye anapresent vita. Ni malaika ambaye Mungu kila wakati unapokuwa kwenye vita huwa anatumwa malaika nani? Mikaeli. Kazi yake ni kukupigania. Pigia jina la Adonai makofi. Let's clap for the word of God. Oh, hallelujah. So the angel Michael was sent. He's the angel. Whenever time there's a war, God sends Michael. Na yeye Shetani na malaika zake. So the dragon with his angels. Michael. Ukiona mahali popote Mikaeli ametumwa. Anytime you see that Michael is sent, ujue huko malaika wengine walishindwa. You know that other angels could not do it. Daniel alipokuwa anaomba, so when Daniel was praying, Mungu akamsikia Daniel. God heard Daniel. Mungu akamtuma malaika nani? Malaika nani? Gabrieli akasema nimemsikia mtumishi wa Mungu Daniel anaomba. Akamwambia Gabriel come. Akamwambia mwachukua haya majibu mpelekee Daniel kule Babeli. Malaika yule Gabrieli akaja kufika angani akazuiliwa na nguvu za nani? Za Uamedi na Wajemi. Unaposikia Uamedi na Wajemi ni nguvu za giza. Uamedi na Wajemi ni mataifa ilimtumikia Shetani.
Tuendelee, translate hiyo. Okay, so when Daniel was praying, God sent Gabriel to send answers to Daniel. But while he was sending the message back to Daniel, he was caught in heavens by the prince of Persia. These usually mean dark powers of darkness. Malaika Angel, mtakatifu huyu, this holy angel, Gabriel, amezuiliwa na nguvu za shetani was stopped by the powers of kwa muda darkness karibia siku 7. for at least 7 days. Amebeba majibu ya mtu, He was carrying somebody's answers. amefika angani, When he got to the heavens, anakuwa block. he was stopped. Huwa unakula ugali na samaki, Wewe ni nani unakula ugali na samaki? na ukilala unakoroma. And when you sleep, you snore. Gabriel ni malaika ambaye anapresenti kuwa mtumwa, yani yeye ni messenger angel. Ni yeye ambaye kukiwa na taarifa yoyote, umelala usiku, Mungu anakuletea Gabriel ambaye Emmanuel Tambo, usiokope, Mungu pamoja na wewe, endelea. Anarudi, alikuja kwa Yusufu akamwambia usiokope, hii mimba, huyu mama ni mtakatifu, acha kilele, funga mdomo. Mariamu ni kazi ya mikono yangu, ninachotaka funga mdomo, sharp, nataka unilelee mtoto. The same time Joseph akasharap mdomo, akasema na jina la Bwana libarikiwe. Nani huyo? Malaika Gabriel. Ni anapresenti kuwa messenger, mtumwa. Sasa ametumwa kule Babeli ampelekee Daniel majibu. Kufika angani anakuwa block kwa siku 7. Who are you? Na nani? Shetani yule joka amemfunga siku 7, hakuna majibu yataenda. Translate hiyo. So we can see that the angel Gabriel was sent. He's a messenger angel. Every time God wants to send a message to you, he uses Gabriel. And this time he was blocked by the powers of darkness when he was about to deliver the message to Daniel. Naongelea kuhusu tumalizia. Mungu alipoona malaika huyo amezuiliwa, when God saw that this angel has been stopped, ameshindwa nguvu, he did not have the power to fight. joka, so by the dragon, na majibu lazima yaende. And these answers must be sent to Daniel. Daniel anasubiria majibu. Daniel is waiting for his answers. Majibu yametumwa. The answers have been sent. Malaika yuko angani. Now this angel is stuck in heavens. Daniel hajui. Now Daniel does not know this. Akaenda kumchomoa. Nimekuambia ukiona mali popote huyu malaika anatumwa, ujue ni fire. Sema fire. Anytime you see that they send this angel, you know it's fire. Ndipo Mungu, that's when God, akaenda katika hazina na malaika, when he went to his angels, akamchomoa malaika Mikaeli. He took Michael. Akamwambia nenda, ndugu yako ameshikiliwa pale. He said go and help out Ndiye akashuka malaika Mikaeli. That's when Michael came malaika down. wa vita huyu. He is the war angel. Akafika kule Uajemi. When he got to Persia, apasua ile anga. He broke down the heavens. Malaika Gabrieli akaenda. So Gabriel was able to deliver the message. He went to give Daniel the answer. What's strange? Hakurudi malaika Mikaeli, amemsubiria angani. Michael waited for him on the earth. Akasema nikirudi, he said if I go back, hatapita hapa. Gabriel will not be able to go back up. So Michael had to wait for him to take the answers to Daniel. Malaika ule akarudi. So the angel Gabriel went back up. Ndio Mikaeli tena akamsaidia akawa amepita. So that's when Michael was able to help him to go back Sasa up. Vita imeenda. So the war broke. Shetani amegoma. The devil says no. Tumalizia andiko sasa. Now we're going to go back to Revelation 7. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Ndiyo. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ndiyo. Yule joka akatupwa. Ndiyo. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Sasa hapo ndipo jina Shetani lilianza. That's where we see the word Satan started. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mara ya kwanza hapa, kwa sababu neno tafsiri Shetani ni muasi. The word meaning Satan is muasi. Rebellion or rebellion. Kabla hapo, before that, aliitwa nyota ya asubuhi. He was called the early morning star. Akapewa jina joka. He was called the dragon. Endelea.
Nitasoma. Yule joka akatupwa yule mkubwa. Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Ndiyo. Audanganyaye ulimwengu wote. Ndiyo. Akatupwa hata nchi. Ndiyo. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. Pigia jina la Adonai makofi. Let's clap for the word of God. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza, So for the first time, ndipo akapewa jina Shetani. that's when he was called Maana Satan. yake nini? What does this mean? Mwasi. The rebellious one. Roho ya tatu ikazaliwa sasa. So now the third spirit was birthed. Roho ya nini? Ya uharibifu. The spirit of rebellion, or the spirit of destruction. Ametupwa kabla mwanadamu hajaumbwa. This was created before even man was formed. Ametupwa duniani. He was thrown. Ametupwa kuzimu. He was thrown down to earth. Mungu alipoumba mwanadamu, So when God created man, Shetani akamwondea mwanadamu wivu. the devil now, or Satan, was jealous of man. Akamtembelea kwenye shamba la Edeni. He visited him on the Na garden of kupitia Eden. huyo joka, And through the dragon, mwanadamu akafanya dhambi. and through the snake, man sinned. Unajua kwa nini Shetani anatumia nyoka? You know why Satan uses a snake? Shetani hana uwezo wa kuingia kwenye tumbo la mwanamke na kuzaliwa kama Yesu. Because Satan does not have the ability to enter a woman's womb and to be born like Yesu Jesus. ana uwezo wa kuingia kwenye tumbo ya mwanamke na akazaliwa. Jesus has the ability to enter the womb of a woman and be birthed. Na mwanadamu And man akamwasi Mungu. rebelled against God. Sasa Now, nataka niseme hivi. I want to say Roho this. hii, This spirit, hii roho ya tatu the third spirit ya uharibifu, of destruction, ndiyo roho ambayo sasa hivi inafanya kazi. this is the spirit that's dominating right now. Ukiona divorce zinafanyika, ni roho hii ya matengano. When you see that they're divorced, it's because of this spirit. Hebu ngoja nikwambie kitu. Let me tell you something. Sikiliza hili jambo. Listen to this. Unaweza kukuta mtu You might find somebody, a person, anagombana na mume wake. they are fighting with a spouse. Or Sikiliza hili husband. jambo. Now listen to this. Wakati wanagombana kanisa alipo, While they are fighting, the church is not there. wanagombana kwa mambo yao yenyewe kama mume na mke. They are fighting with for their own issues as husband and wife. Unajua kinachotokea? You know what Kitu happened? cha kwanza, huyo mtu kwenye kwaya haji Jumamosi. You see, the first thing that happens, that person will not participate in the choir. Muulize swali, kwaya imekukosea nini? Let me ask you a question. What has the choir done to you? Hasira zote zinakimbia na kwaya siendi leo. All this, and you start saying, oh, even now I'm not going even to Sasa choir. angalia cha ajabu. Na hiyo hapo ndani hatoki, yupo tu. And you see that they're not even leaving their house, they're still there. Mume akienda chumbani anakwenda barazani. Humo unapigana makono humo. Hawaongei. You see, they're not talking in the house. When somebody goes to one area, the other person goes to another area. Kazi ya gomi. They are not stopping going from work. Wao wanagoma. Do they stop going to Wenda work? kazini. Do they Hatuseme stop going ukweli, to wao work? wanagoma. Do they stop going to work? Lakini hasira sasa ni wapi? Kanisani siendi. Swali. All the anger goes towards Kanisa the imekukosea church. nini? What has the church done to you? Praise team imekukosea nini? What has the praise team done to you? Ibada siendi. I don't go. I'm not going to the service. Sasa najiuliza swali. So I'm asking myself a Mimi question. tumekosana hapa. What have we done here? Ibada imekukosea nini? What has the service done for you? To you? Sijui kama mnaelewa. Do you understand what I'm saying? Lakini huyu kwenye ibada haendi. Hapo ndani hatoki, yupo. This person is not going for service, but they're still in the house sitting down. Hasira zote anazipeleka kanisani. All the anger is towards the church. Swali. Ukiwa na hasira na uje kanisani, nani anapata hasara? If you are angry and you're not going to church, whose loss is it? Ni wewe. That's your own loss. Sisi tumeona watu Omari wamekuwa na matatizo ndani ya mioyo yao na wamekuja kanisani, walikutana na neno likawabariki, likawafariji. We've seen people who've had problems and they go to church and the word of God has encouraged them. Una matatizo nyumbani, unakuja kanisani unakutana na wapendwa wenzako wanakutia moyo. Ile kukutana tu na mpendwa, Bwana asifiwe, unasikia kufarijika. Kwa sababu gani? Daudi anasema, nilifurahia waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Bwana kuna upendo, kuna faraja. Ndiyo maana ya madhabahu. Hauji hapa kuongezewa matatizo. Unapokuja hapa unaweza kukutana na neno ile neno moja,
ukaenda kwa mke wako na mkamalizana ama kwa ndugu zako. Kwa sababu neno la Mungu linakuja kuponya. Kwa hiyo ukiona mtu akiwa na hasira anakataa vya Mungu, moja kwa moja ni ile roho ya shetani. So when you see somebody's angry and they do not come to church, you should know that that came from Satan. Inaonyesha utoto, yani mtu anakuwa ni mchanga kiroho. You can see that this person is still a child spiritually. Roho nyingine nikwambie. Another spirit, I'll tell you. Tabia hii. This character. Yani adidosi ni hatari. Unakuta mtu, you find somebody, anatoka kanisa, they leave church. Anasema lile kanisa linibariki. They say this church does not bless me. Lakini taangalia cha ajabu. Now look what's strange. This person, yuko Columbus miaka 20. They've been in Columbus for 20 years. Hilo kanisa ambalo ametoka ni kanisa la 6. That's the 6th church that they have left since they've been in Columbus. Na hayo makanisa yote yametoka hayambariki. And all the church they've left did not bless them. Pasa hubiri vizuri. The pastor does not preach kanisa lina well. maombi. The church does not have prayers. Praise team wanaimba sana. The praise team sing a lot. Anatoka. They leave. Miaka 20. For 20 years. Lakini cha ajabu ni hichi. But what's strange anatoka kanisani, they leave church. Anakwenda kukaa nyumbani. They go stay at home. Sasa angalia hapa. Now look at this. Makanisa yapo. These churches are still there. Wachungaji wapo. This church, these pastors still there. Swali. Question. Kati ya huyu anayemama makanisa na hayo makanisa, nani ambaye ana tatizo? So we can ask our question. The person who's constantly leaving churches and these churches, who has a problem? Kwa makanisa ni kitu ambacho kinawezekana kama kuna kanisa unakwenda kweli sio la Mungu na una Roho Mtakatifu can sense it. Hallelujah. So if there's a church that you're leaving to go to another church, that's fine. Lakini mimi siongelee hilo, naongelea roho ya Kaini. I'm not talking about this, I'm talking about the spirit of Cain. Kwa sababu hata mimi nilikuwa kwenye kanisa kabla sijaanza hili na nikatoka nikaanza. Because I was previously in another church, I also came to this church. Sasa una miaka 25 Columbus. You are 25 years hauna in Columbus. Kanisa, you don't have a church. Makanisa hata umeenda ni mabaya. All the churches are going to a bad. And these pastors are here. The churches still exist. The praise team still there. Nani ana makosa? Who has a nani problem? ana tatizo? Who has an issue? Jambo la mwisho. Last. Sasa kama umetoka kanisani, if you have left church, kwa sababu haukui kiroho, because you're not growing spiritually, inatakiwa kule ambako unaenda sasa. It means where you're going. Tuone viwango vya roho vimepanda. We should see that you're spiritually growing. Tuone sasa unafunga. We can see now you're fasting. Tuone unanena kwa lugha. We can see now you start speaking in tongues. Ni matokeo ya kutoka kwenye kanisa ambalo viwango vya kiroho ni vichache. Ndio hayo sasa tunataka tu yaone. It's a result of living a church that's spiritually not growing. Lakini nakuta mtu anatoka kanisani, but you can see somebody's living church. Mwenyewe hajaokoka. He is not even born again. Mfukoni. The salvation is in his pocket. Kuomba hawezi. You can see they're not praying. Kufunga hawezi. You can see they're not fasting. Kusoma Biblia hawezi. They cannot read the Bible. Alafu anatoka kanisa. And they are leaving church. Eti kanisa halimridhishi. Because the church does not make them happy. Anakokwenda, where they are going, ndiye anakwenda kufa kabisa. That's where they are going to die. Question. Kati ya kanisa na huyo mtu nani ana shida? Between the church and this person, who has a problem? Ndio ile roho. That's the spirit over there. Ndio maana mitume walikazia kwamba kanisa litadumu katika fundisho. That's why the apostle says the church will dwell in teaching. Roho ya Kaini. The spirit of Cain. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba vita tulivyo navyo, we can see that the war that we fight, punguza kuchukia watu, decrease, reduce hating people. Shida kubwa, the main problem ni shetani, is the devil, Satan. Now, cha kufanya ni nini? What are we supposed to do? Sasa ni hivi. It's this. Moja ya shida kubwa ambayo nasema tena imeharibu kizazi hichi ni swala la watu kutokujiachia kwa Bwana. One of the big problems that we have in this generation is people not giving themselves to Christine God. amesema kitu kikubwa hapa. Christine said something big. Unachopewa na Mungu haupewi kwa sababu yako. Christina said that whatever that God has given you is not for you. Unapewa kwa faida ya ufalme. It's for the kingdom. Sasa cha kufanya ile hali ya kujiachia kwa Bwana vile ulivyo, yani acha basi Mungu akutumie vile anavyotaka kwa sababu yeye ndio mfinyanzi.
Acha Mungu akutumie. Kama ni kuimba, imba. Kama ni kuwa asha, acha Mungu akutumie. Shida inakuja ni kwamba watu wanakuwa wanamtumikia Mungu na ubina, yani naweza kusema nini, uspecial. People want to serve God the way they want to serve God. I like that. Yani wanamtumikia Mungu vile ambavyo wao wanataka, uspecial. Kwa hiyo unakuwa na wokovu uspecial. Ushalobalo unakuwa ni mwingi ndani ya wokovu, kujiona kunakuwa ni kwingi ndani ya wokovu. Kwa hiyo ile hali ya mtu kujiachia kwa Bwana, Mungu akutumie vile anavyotaka, haiwezi kuwepo. Hata huwezi kujua Jumamosi ni siku ya mazoezi, yani upo tu. Unaona? Sasa ile hali ya mtu kujiachia kwa Bwana, release yourself. God can use you wherever you want. Haipo. Kwa nini? Uspecial unapoingia ndani ya mtu, anaonaga anamtumikia pastor, anamtumikia mwanadamu. Sasa ule uspecial kisha kuwepo, wokovu unakuwa ni 50-50. Kwa hiyo hatuna ile real salvation kabisa ndani ya Yesu, kwamba ninaweza nikajiachia kwa Bwana, I can release myself to God, God can use me. You have to allow God to use you the way God wants to use you. You cannot limit God the way he wants to use you because you want him to use you a certain way. Na ndio maana nilikwambia hakuna roho. Sasa kazi anayofanya anatumia mapepo. So, kuna nguvu inakuwa angani, hiyo nguvu inamfanya mwana. Paulo anasema vita tulivyo navyo sio vya damu wala nyama, ni vita vya ulimwengu wa roho, mapepo, majeshi ya ufalme wa giza. Kwa hiyo kunakuwa na nguvu, sio roho, ni nguvu ya shetani inaingia ndani ya tabia ya mtu. Unaona? Inamfanya mtu habadilishe tabia, kwa sababu huwezi kumtumikia shetani, nilikwambia, mpaka amewekeza nguvu ndani yako. Huwezi. It's not possible. Tuendelee dada Pamela. You cannot serve Satan unless he's put his power in you first. Na tumeona Wakristo wengi sana waliokoka wakabackslide. We see a lot of Christians who are saved and they backslid. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana nilikwambia katika tafsiri za kuokoka hakuna neno deliverance. That's why I told you in the translation of being saved or born again, there's no deliverance. Unapokuwa umeokoka, once you're saved, umempokea Yesu, and you've accepted Jesus, Yesu hafanyi kazi mbili, kwanza kuokoa afa kudeliver. Hafanyagi hivyo. Ukiokoka anakuokoa once. What Jesus does, he saved you whole once and for all. Hawezi kukuokoa, he cannot save you, tena wewe umefungwa and then you still be na mapepo ya familia, with your family stronghold. Sasa hii kuokoka ina kazi gani? What's the point of being saved? Anasema wote waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu. He says all those who accepted him became the sons ya of God. kale yamepita, everything has passed, sasa yamekuwa mapya. Now they've become new. Kwa hiyo unapookoka, so when you are saved, unaokoka na kila kitu, unafunguliwa kutoka kuna laana za familia, sijui jina lako ni baya, sijui ni vyote. Unapomkiri Yesu unakuwa delivered na unakuwa umeokolewa. Sasa delivered inakuja wapi? Kudeliver kunakuja kule ambako aliyookoka akifungua mlango wa shetani kumwingia, huyu lazima tena afanywe delivered. Deliverance comes when the person who is saved, they've opened doors for Satan. That's when they'll need to be delivered. Lakini hakuna kudeliver na kuokolewa. Mtu anaokolewa mara moja tu. Damu ya Yesu ilikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapokuja kwa Mungu, tunakuja tukiwa safi. Safi. When we come to God, we are coming as clean people. Hallelujah. Amen. Hii ndio maana ya kuokoka. That's the meaning of being saved. Kwa hiyo ukiwa bado umefungwa na laana za familia na umeokoka, ina vitu viwili. Aidha haukuokoka really, ama uliokoka ukafungua mlango. Yesu anasema mapepo yakimtoka mtu, yakienda kule anakokwenda, huyu hayana mali ya pahali pa kukaa. Yakirudi kwa huyu mtu, huyu anarudi mara 7. They say that tusimame kwa miguu yetu. Amen. Once you are saved whole. But when you open doors after you are saved, that's when you give Satan a chance to come and do what he needs to do in your life. Kwa hiyo shetani, so Satan,
ndio mwanzilishi wa yale mambo yote. He is the originator of all these things. Unapopigana na mume wako, When you're fighting with your husband, ujue sio mume wako, ni shetani. you know that it's not your husband, it's Satan. Hallelujah. Hallelujah. Unapoingia kwenye matatizo, usiache vitu vya Mungu. When you're going through problems, do not leave the things of God. Ni utoto kabisa wa rohoni. That shows how immature you are. Yesu anasema siku za mwisho manabii waongo watakuwa wengi. Wengi watakuja kwa jina langu. Roho ya kufungua makanisa imekuja. Wewe inakuhusu nini? The spirit of opening new churches comes. So what is the problem? Wewe kuja Why is it your kanisani, problem? soma Biblia yako na nyumbani ishi maisha matakatifu umemaliza. Yeah, live a holy life, come to church, read your Bible, and that's it. Bwana asifiwe sana. Praise God. Unapombana na ndugu zako ni shetani. You're fighting with your relatives, that's Satan. Sio wao, ni shetani. That's Satan's at work. Kila kitu unachokiona hapa chini ya jua, mwanzilishi kibaya, mwanzilishi ni shetani. So everything you see under the sun, the person who originates it is Satan Nataka tuna himself. kwenye maombi tumalize. Sasa I want us to pray. tunarudia First. tena. Can you come? Bwana sifiwe sana. Praise God. Una roho ya kulala. You have a spirit of slumber. Una roho ya kukataliwa. You have a spirit of rejection. Roho ya madeni. The spirit of death. Tunahesabu roho ya tatu hiyo Omari, si ndivyo? That's the third spirit. Wengine wana roho ya kukataliwa na wachumba. Yaani mtu anasema haukataliwi wako bado, roho ya nne hiyo. That's another spirit of rejection by fiancés. Na roho ya kuanza lakini simalizi. I have a spirit of starting and not finishing. Hizo ni za huko. That's there. Tukija kanisani sasa. When we come to church, Roho ya kutokuomba, we have a spirit of no prayer. roho ya kutokusoma neno, The spirit of not reading the word of roho ya God. kuchelewa kuja kanisani, The spirit of not roho ya coming kutokutoa. late. The Hizo ni roho spirit of tano. not giving. Kanisani tuna roho tano. In church we have 5 spirits. Nyumbani una roho tano. At home you have 5 Hizo spirits. ni roho 10. You have 10 spirits. Ukilala utaamka. When you sleep, will you wake up? Dada Ruthi, hizo roho zote ukiwa nazo. If you have all those spirits. Sijaweka kazini. I haven't put the spirits Hizo ni that, neighborhood na kanisani. those are neighborhood spirits in the church. Kazini nako Spirit. wanakutafuta. Your Roho ya work kutafutwa. is also looking for you. Roho ya bosi kukuchukia. The spirit of your boss hating you. Ukiweka zote ni 12 spirit. Now those are 12 spirits. Sasa Papa Damas, hizo roho 12 ukilala utaamka. If you sleep with all the spirits, will you wake up? Sijaweka mama yangu Mama Giselle hapa tuweka roho za Afrika. We have not included the spirits that are back Ni roho za home. kanisani. We're talking about the spirits in church, Tunakoishi hapa pa Columbus where we live here in na Columbus kazini. and at work. Sasa tukienda kwenye familia ya Afrika ndo hatari sasa, roho za mababu. We know there also have spirits of ancestors. Kuna roho za mababu zinafuatilia. You see the spirit of ancestors Nimelala that are usiku nimeona following. tate ananifuata. You sleep at night, you see your grandfather following you. Afrika tunapata roho 6 Africa, we have 6 spirits. plus 12 spirits za Plus 12 Marekani. spirits here. Hizo ni 17. That's our 17 Swali, spirits. utaolewa kweli? Are you really going to get married? Dorothy, if we have 17 spirit, are you sure you can get married? Who will get married to 17 spirit? If you have all the spirits dominating you, who Na will marry watu you? wameaminishwa hivi vitu, dada yangu Jose, kwamba roho ya kupata mchumba una roho kukataliwa. Hakuna roho kukataliwa. Wewe hoga paka shadow kiasi, sio sana. Tengeneza nywele vizuri, vaa kwa heshima, kuja kanisani utapata mchumba. Wakati wa Bwana usianze kwenda una roho kukataliwa. Hakuna kitu kama hicho. Na watu wameaminishwa hivyo vitu, roho ya mababu imekufunga. Mtu akishakufa amekufa. Hakuna connection kati ya walio hai na walio lala. Ni Biblia. Na watu wameaminishwa hivyo vitu vya familia. Sijui roho ya matate. Sasa 17 spirit. Wewe mtu mmoja na roho moja. Utaweza? Roho ya kukosa kazi.
kazi itapatikana tu. Kukosa kazi ni kitu cha kawaida duniani. Dada Alieti, kupitia matatizo, it is a small problem, ni kitu cha, hata Yesu alipitia matatizo. Aliona njaa akapata hasira, akalaani mti. Kwa hiyo Yesu na yeye ana roho ya hasira. Ni kitu cha kawaida tu. Mama yangu Mapambo, unaweza kuwa na gari leo na kesho haipo. Sio ya kupoteza. It is normal life. Bwana sana. Na watu wameaminishwa hivyo vitu. Ndio maana watu wanataka kwenda kwa manabii, wawatabirie. Unakwenda kwa nabii na kuambia mjomba wako ndio amekoroga. Na unaamini. Ni roho tu chafu. Na ndugu yangu Kiliwasha tabiri next week hapa. Niki nakuja taleta hizo roho hizi. Mahubiri haya yanasumbua watu sasa hivi. Kanisa litadumu kwenye neno, hakuna roho. Wakati wa kuolewa ukifika, hakuna anaweza kuzuia. Mungu awalinde. When God's time come, you will get married. Mungu afungue macho. May God open your eyes. Adui ni shetani. Our enemy is Satan. Hauna roho ya kukataliwa. You do not have a spirit. Wewe umebarikiwa kwa jina la Yesu. You are blessed in the name of Wewe ni Jesus. mshindi kwa jina la Yesu. You are conquerors. Na kwa wakati wa Bwana atakuinua tu. And God's time he will lift you up. Hata kama mambo sio mazuri, Even Mungu when yupo. things are not good, God is still there. Anasema anatengeneza mlango ndani ya matatizo. He says he makes a way where hakuna roho. There are no spirits. Bwana asifiwe sana. Sisi ni washindi. We are conquerors. Zaidi ya kushinda. More than conquerors. Katika Yesu. In Jesus. Hatusi kwa tunakuja kanisani. We come to church. Na tunaamini hizo roho. We cannot come to church. Sisi tumebarikiwa. We are blessed. Sema mimi nimebarikiwa. You say I'm blessed. Familia yangu imebarikiwa. My family is blessed. Watoto wangu wamebarikiwa. My children are blessed. Mimi ni mshindi. I am victorious. Mimi ni kichwa. I am a head. Mimi nina nguvu. I am strong. Kwa jina la Yesu. In Jesus name. Shetani na majini and his na mapepo and unclean kwa spirits. jina la Yesu. In the name of Jesus. Ondoka. Leave. Kwa jina la Yesu toka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu ondoka. Leave in the name of Jesus. My husband amebarikiwa. Is blessed. Mama yangu my mom amebarikiwa. Is blessed. Dada zangu my sisters wamebarikiwa. Are blessed. Kaka zangu my brothers wamebarikiwa. Are blessed. Ndugu zangu Afrika my relatives in Africa are blessed. Nyumba yetu Marekani my house in America is blessed. Kanisa langu my church limebarikiwa. Is blessed. Mchungaji wangu my pastor amebarikiwa. Is blessed. Watumishi kanisani the servants in wamebarikiwa. Are blessed. Mimi ni mshindi. I am victorious. Zaidi ya kushinda. More than victorious. Katika Kristo. In Jesus. Haijalishi ni njaa. It doesn't matter. Haijalishi ni nini. It doesn't matter what it will not separate wa Mungu. But the love of the love of Christ. Those who trust in God. Those who trust in God are like Mount Zion. Milele. Forever. Hawatikisiki. They will not be shaken. Kwa jina la Yesu.